Sisi ni wadau wakubwa na muhimu sana kwenye upande wa mfuko wa utamaduni na sanaa. Maana yake basi, kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa, benki ya CRDB ni wadau wakubwa sana kwa upande wa wale wasanii wenyewe, wale walengwa, yaani watu wote wanaojishirikisha na shughuli za utamaduni na shughuli za sanaa. Na benki ya CRDB imekuwa ikijikita kwa kushirikiana na mfuko kwa ajili ya kuwawezesha hawa wasanii kiuchumi, kwa maana ya kuwezesha zile shughuli zao kupitia mikopo mbalimbali. Lakini zaidi ya hapo, tumeshirikiana sana katika kutoa ushauri kwa maana ya shughuli za kifedha, lakini vile vile kwenye upande wa elimu ya kifedha na jinsi gani ya kuweza kuendesha zile shughuli zao kwa kutumia huduma mbalimbali za kifedha. Nipende tu kusema katika kupitia haya mashirikiano na mfuko wa utamaduni na sanaa, tumeweza kushuhudia katika hali ya kipekee kabisa jinsi wasanii wakipata mitaji kupitia benki ya CRDB, na kwa maana mitaji nazungumzia working capital, na kuweza kukuza zile shughuli zao. Zaidi ya 2.7 bilioni zimeweza kutolewa, na tumeona watu wakifanya kazi za sanaa na utamaduni na wakifanikiwa kwa kiwango kikubwa, wakitoa kazi nzuri na hali kadhalika. Lakini wadau hao wameweza vile vile kupata vifaa, na kama mnavyofahamu, baadhi ya vifaa hivi ni vya gharama kubwa, lakini kupitia programu hii, kupitia na benki ya CRDB, wameweza kununua vifaa na kuweza kufanya kazi zao kwa viwango ambavyo vinatakiwa katika kimataifa, na hivyo kuweza kujikuza vizuri sana. Na baadhi yao wameweza kushiriki katika shughuli za masoko, maonyesho na kadhalika kupitia ushirikiano huu. Lakini nigusie na nitumie platform hii kuiongelea, kwa sababu wasanii na wale walengwa wetu wataweza kupata hii habari kupitia kwenu. Ndani ya benki ya CRDB vile vile, ili kuwawezesha wasanii, tumeweka mifumo na taratibu nzuri za kuhakikisha kwamba zile shughuli wanazozifanya zinaweza kufanyika vizuri kupitia mitandao ya kibenki. Kwa mfano, na baadhi ya wasanii wamekuja kwetu, tunazo huduma za wao kuweza kupokea pesa kidijitali, watu wakaweza kununua huduma zao na fedha zikaweza kuwafikia popote pale walipo. Lakini kwa nini tupo hapa? Tupo hapa kwa ajili ya kuwaomba wadau wetu wote, watu wa filamu, watu wa music, watu wa sanaa za maonyesho, watu wa sanaa za ufundi na wananchi mbalimbali wajitokeze siku hiyo. Kwa lengo ni kwamba matamasha haya yanajenga kwanza watu uwezo. Kuna empowerment kubwa, kuna building pale capacity, lakini pia kuna business zinafanyika. Tumeona mataifa mengi makubwa yatakuwepo hapa, East Africa yametajwa. Maana yake tukiwa pale tu moja kwa moja tunatengeneza network, tunatengeneza connection ambazo zinatusaidia kuweza kusogea mbele zaidi. Lakini kutakuwa na taasisi pale, ambazo taasisi hizi zitakuwa zinatoa huduma za kiafya, lakini pia zinajengea uwezo na urekebishaji wa watu. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau wote wajitokeze kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30.